Eh, kamera zitaonyesha vizuri saa 12 kamili jioni ya leo watani wetu wamefanya mazoezi katika uwanja huu. Wamemaliza wao saa 12 mpaka saa 1. Simba Sports Club tumeingia uwanjani kufanya mazoezi, na hiyo ndiyo hali halisi ya uwanja. Hata kiatu cha mchezaji hakina matope. Nadhani Mlingo anaweza akaonesha vizuri. Nini nataka kusema ya kwamba uwanja upo katika hali nzuri. Kilichofanyika kwa kutumia wahuni wachache ni kwamba wamepita katika maeneo ya pembezoni mwa uwanja na kutafuta sehemu ambazo hazichezewi mpira, yaani sio sehemu ya pitch moja kwa moja, na kwenda kuonesha udhaifu wa huu uwanja. Eneo la kuchezea kwa maana ya eneo la pitch, na hapa timu mbili zimefanya mazoezi, kumbuka, na kwa interval ya dakika chache tu, yaani katoka yeye, uwanja haujapumua vizuri, tumeingia sisi na uwanja upo katika hali nzuri. Nadhani picha zinajieleza. Of course mvua kubwa imenyesha hii leo Dar es Salaam, lakini bado uwanja upo katika hali nzuri ambayo inaruhusu mechi kuchezewa. Mimi niwaambie kwanza watani wasitafute visababu. Hakuna kinachoweza kubadilika. Waje tutoane damu hapa. Timu bora itashinda. Lakini vile mashabiki wasiingiwe na wasiwasi kwa kupitia watu wenye nia ovu ya kutaka kuitukanisha dabi yetu na kutaka kutukanisha uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Uwanja uko tayari, uwanja uko vizuri, na uwanja uko tayari kwa ajili ya mechi kubwa, na lazima tulipongeze Jeshi la Kujenga Taifa JKT, ambao ndio wamiliki wa uwanja huu. Wamefanya kazi kubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba majukwaa yanakuwa vizuri, lakini sehemu ya kuchezea inakuwa kwenye ubora wake wa hali ya juu kweli. Kama kuna madhaifu yatakuwepo, ni madogo sana, lakini kwa 99.9% uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo uko tayari kwa ajili ya mchezo. Na mimi nisingetaka kuzungumza sana, nilikuwa nataka picha zionekane. Hapa wachezaji wanamalizia mazoezi hivi sasa, lakini tazama namna ambavyo hiyo si Rushaini, au tupasiane sisi watu waone hapa. Kiatu chake umekiona vizuri, inaonekana kile pale, hata topi akina. Na Rushaini si ndio mweupe? Na umeona jezi yake pale, ameshaanguka sana pale chini, lakini yuko mcute. Nikupasie pale mpira uonekane. Sasa watu wako mazoezini hapa. Hapo nikupasie. Umeona bana? Kwa hiyo niwaambie tu watu ya kwamba uwanja uko tayari na wala wasiingiwe na hofu. Tuko tayari kwa ajili ya kuwakaribisha wageni wetu katika mchezo wa kesho. Sawa, kiujumla maandalizi yote yapo tayari kuelekea siku ya mchezo wenyewe. 100%. Kikubwa ni kumwomba tu Mwenyezi Mungu atuamshe salama sisi wana Simba, na awamshe salama vijana wetu tayari kwa ajili ya kuipigania nembo ya Simba Sports. Sawa, mimi nimemaliza, lakini walau kama liko ndani ya uwezo wako, hivi nini kinazungumza ndani ya moyo wako timu ngeni inapokwenda kufanya mazoezi kwa timu kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mchezo, haswa mchezo huu wa dabi? Kwa mara ya kwanza dabi inachezwa hapa, sisi wenyeji, mtana imekuja. Nini kinazungumza? Mabadiliko makubwa ya mpira wetu, na mabadiliko haya yameletwa na Simba Sports Club. Kwa nini? Wakati mara ya kwanza Simba tunataka kuishi kanuni ya mpira wa miguu ya kidunia. Simba tulitaka kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi Benjamin Mkapa. Washamba wachache sana wakasema hilo jambo halijawahi kutokea, hicho kitu hakiwezekani, Simba ni wakorofi, hilo jambo halipo, hilo jambo haliwezekani. Tukasimamia kanuni. Bahati mbaya sana ni kwamba haikufuatwa sheria yake sawa, yakatokea yale yaliyotokea. Lakini kama sheria ingefuatwa sawa, Simba tunakwenda ku practice kanuni,
tunataka kufanya wanavyofanya watu wote wanaocheza mpira duniani, alafu washamba wachache wanatuzuia. Manake Simba wale watu walikuwa wanaadhibiwa, Simba tunapewa ushindi wetu pale, na tabia hiyo ingekomea hapo na heshima ingekuwa imesimama. Yakapita mambo mengi hapo na masiasa yakaingia ndani yake, lakini haki ikaja kushinda. Leo hii Simba tuko Meja Isamuhyo kama wenyeji, na mgeni amekuja hapa amefanya mazoezi salama salmin, kamaliza kaondoka.